Hujambo na karibu kusikiliza matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi ya Mei tarehe 12 mwaka 2026 moja kwa moja kutoka JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hapa huwa tunakuletea taarifa za haraka za kina na uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya nchi. Ndani ya taarifa zetu huwa tunakuletea uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu na ripoti mbalimbali kutoka kwa waandishi wetu. Naitwa Matayo Amisi, kwa mara nyingine tena nasema karibu. Machache miongoni mwa mengi utakayoyasikia ni pamoja na raia wa Kongo 1454 kutoka familia 398 wamerejea kwa hiari nchini wakitokea Burundi kupitia misafara miwili iliyoandaliwa tarehe 23 Aprili na tarehe 30 mwaka huu. Musa Huseni atakujia na taarifa kamili baadaye. Biashara, usalama na mafuta vyaongoza mazungumzo ya ana kwa ana kati ya Felix Tshisekedi na Yoweri Museveni. Na kwa sasa UDPS inamhusisha Moise Mbie na uraia wa Rwanda, asema Prince Epenge. Kuna hayo na mengine mengi na kuomba tuandamane sote hadi tamati. Karibu. Na sasa tuchambue kwa kina taarifa zetu. Ni kwamba biashara, usalama na mafuta vyaongoza mazungumzo ya ana kwa ana kati ya Felix Tshisekedi na Yoweri Museveni. Fatuma Abedi na mengi zaidi. Baada ya mazungumzo yao ya faragha yaliyofanyika jana Jumatatu katika State House Kampala, Marais Felix Tshisekedi na Yoweri Museveni walishuhudia utiaji saini wa mikataba 6 ya maelewano iliyotayarishwa wakati wa kikao cha 9 cha tume ya kudumu ya pamoja kati ya nchi hizo mbili. Aidha, suala jipya pia lilifunguliwa: mafuta ya petroli. Siku iliyotangulia, Waziri wa mambo ya nje ya DRC Therese Kaikwamba Wagner alieleza lengo la mkutano huo. Haikuwa fursa ya kusaini makubaliano mengi zaidi, bali kufanya tofauti ya kweli katika maisha ya wananchi wetu, alisema. Kuhusu usalama, Museveni alisema wazi: swali la kwanza linahusu usalama kwenye mipaka yetu katika Kivu Kaskazini na Ituri. Maafisa wetu wa kijeshi wanajua wanachopaswa kufanya. Kwa upande wake, Tshisekedi alisisitiza umuhimu mkubwa ambao Kinshasa inaweka katika usalama na utulivu wa eneo lote la Maziwa Makuu. Kuhusu mafuta, Museveni alifichua: Mheshimiwa Rais ametoa wazo zuri sana. Kuna eneo la mafuta linalopatikana Kongo na Uganda kwa pamoja. Eneo lile lile, lakini mpaka unapita katikati. Alipendekeza, nami nikakubali, kwamba kwa kuwa upande wa Uganda tayari tumeendeleza bomba la mafuta na tunaendelea na ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta, Kongo nayo iweze kushiriki katika mradi huo. John Mulimba alihitimisha kwa kusema: lengo letu ni kuhakikisha ustawi wa wananchi wetu na usalama wa kimkakati wa nchi zetu mbili. Fatuma Abedi, JCTV. Kwingineko ni kwamba raia wa Kongo 1454 kutoka familia 398 wamerejea kwa hiari nchini wakitokea Burundi kupitia misafara miwili iliyoandaliwa tarehe 23 Aprili na tarehe 30 mwaka huu. Musa Huseni na ripoti kamili. Waziri wa nchi anayeshughulikia masuala ya kijamii, misaada ya kibinadamu F. Bazaiba Masudi aliwasilisha tathmini ya hali ya kibinadamu pamoja na operesheni za kurejesha kwa hiari wa Kongomani waliokimbilia vita katika nchi jirani za DRC. Kwa mujibu wa taarifa ya kikao cha 88 cha baraza la mawaziri kilichofanyika Ijumaa tarehe 8 Mei mwaka 2026, waziri huyo aliujulisha mkutano kuhusu kurejea kwa hiari nchini kwa raia 1454 wa DRC sawa na familia 398 waliotoka Burundi. Urejeshaji huo ulifanyika kupitia misafara miwili iliyoandaliwa tarehe 23 na 30 Aprili mwaka huu. Katika sehemu nyingine, waziri wa nchi anayeshughulikia masuala ya kijamii, misaada ya kibinadamu na umoja wa kitaifa aliujulisha mkutano kuhusu kurejea kwa hiari nchini kwa raia 1454 sawa na familia 398 waliotoka Burundi kupitia misafara miwili iliyoandaliwa tarehe 23 na 30 Aprili. Imepangwa kurejesha raia 1000 kila wiki, inaeleza taarifa ya kikao hicho. Aidha, F. Bazaiba, kama alivyonukuliwa katika taarifa iliyosomwa na Augustine Kibasa Maliba,
alitoa taarifa kuhusu hali ya wakimbizi wa Kongo walioko Tanzania pamoja na Wakongo 39 walionusurika ajali ya kuzama katika bahari ya Hindi. Manusura hao kwa sasa wako chini ya mamlaka ya Comoros. Kabla ya taarifa hii mpya ya F. Bazaiba, jumla ya wakimbizi wa Kongo 42,982 waliokuwa Burundi walikuwa tayari wamerejea nchini kupitia mkoa wa Kivu Kusini. Hayo yalifichuliwa na naibu waziri mkuu anayeshughulikia mambo ya ndani, usalama, ugatuzi na mila, Jacquemain Shabani, wakati wa kikao cha baraza la mawaziri kilichoongozwa na Rais Felix Tshisekedi katika Cité de l'Union Africaine. Kwa mujibu wa taarifa ya wizara inayosimamia utawala wa maeneo na usalama wa taifa, kurejea huko kuliwezekana baada ya kufunguliwa tena kwa mpaka wa Kamvivira. Kufunguliwa huko kulisababisha kurejea kwa wakimbizi wa Kongo 713 kutoka Burundi kufikia tarehe 13 Aprili mwaka 2026. Kurejea kwa wananchi hao kunafuatia hafla ya mfano iliyoashiria kuanza tena kwa biashara na mawasiliano ya mipakani baada ya miezi kadhaa ya kufungwa kutokana na hali ya usalama iliyosababishwa na shughuli za AFCM 23. Kuwasili kwa ujumbe wa serikali ulioongoza hafla ya kufunguliwa kwa mpaka huo pia ni sehemu ya ufuatiliaji wa hatua za kurejesha mamlaka ya serikali baada ya kujiondoa kwa waasi wa AFCM 23 kufuatia shinikizo kutoka Marekani dhidi ya kundi hilo pamoja na kile kinachoitwa mfadhili wake, Rwanda. Mabadiliko haya ya hali ya usalama yanakuja baada ya ziara ya kamishna wa Umoja wa Ulaya anayeshughulikia maandalizi na usimamizi wa migogoro pamoja na usawa, Haja Labib. Alimaliza ziara yake ya kibinadamu katika eneo la Maziwa Makuu mjini Goma, ambako alipokelewa na viongozi wa waasi wakiongozwa na mratibu wao wa kisiasa, Corneille Nangaa. Katika miji ya Kinshasa, Bujumbura, Kigali na Goma, Haja Labib alitoa ujumbe mmoja wa kusisitiza kuheshimiwa kikamilifu kwa sheria za kimataifa za kibinadamu na pande zote zinazohusika kwenye mzozo huo. Mji wa Uvira, ambao ni muhimu katika mfumo wa usalama wa serikali ya Kongo katika Kivu Kusini, ulikuwa umeangukia mikononi mwa AFCM 23, jambo lililoimarisha udhibiti wa waasi katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Kwa niaba ya JCTV, mimi ni Musa Huseni. Na mwishowe kabisa, kwa sasa UDPS inamhusisha Moise Mbie na uraia wa Rwanda, asema Prince Epenge. Saidi Anzuruni na dondoo zaidi. Hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kutawaliwa na mvutano kuhusu mjadala wa uwezekano wa kubadili au kurekebisha katiba ya nchi hiyo. Katika mazingira hayo ya mvutano, matamshi ya mchungaji Moise Mbie yaliyoitaka jamii kulinda katiba yanaendelea kuzua mijadala mikali ndani ya maoni ya umma na tabaka la kisiasa. Wakati baadhi ya watu wa karibu na UDPS walikosoa vikali msimamo huo hadi kufikia kuhoji asili ya kiongozi huyo wa dini, mwanasiasa wa upinzani Prince Epenge, msemaji wa muungano wa Lamuka, alijitokeza kutetea mchungaji huyo dhidi ya kile alichokiita mashambulizi ya kibinafsi. Kwa mujibu wa Prince Epenge, Moise Mbie alitoa tu maoni ya kiraia yanayoshirikiwa na sehemu ya wananchi wa Kongo wanaohofia mustakabali wa taasisi za taifa na utulivu wa nchi. Anaamini kuwa shutuma dhidi ya mchungaji huyo zinaonyesha kuongezeka kwa kutovumilia sauti za wakosoaji. Wakati mchungaji Moise Mbie anaungana na wananchi kulinda katiba, sasa UDPS inamshutumu kuwa ni Mrwanda. Ukweli daima unaisumbua UDPS, alisema Prince Epenge katika ujumbe uliosambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Mwanasiasa huyo pia alikosoa tabia ya baadhi ya wanachama na viongozi wa kisiasa anaowatuhumu kuunga mkono tawala tofauti kulingana na maslahi yao binafsi. Watu hawa waliomsifu Joseph Kabila leo wanamsifu Felix Tshisekedi na kesho watamsifu hata shetani kwa ajili ya fedha, aliongeza katika kauli yenye ukali mkubwa. Mjadala huu unaibuka wakati hoja kuhusu katiba ikiendelea kuligawa tabaka la kisiasa nchini DRC. Wanasiasa kadhaa wa upinzani pamoja na mashirika ya kiraia wanaonya dhidi ya hatua yoyote inayoweza kudhoofisha uwiano wa taasisi za taifa na mshikamano wa kitaifa. Saidi Anzuruni, JCTV. Ni ripoti yake Saidi Anzuruni, na ni kwa ripoti hiyo ndiyo mimi nafungasha. Tukutane baadaye. Kwa heri kwa sasa.